Jeshi lichukue nchi na kufanya mambo yafuatayo. Jeshi lichukue nchi. Jeshi la Tanzania limekanusha madai ya Captain Tesha. Jeshi la Ulinzi na Wananchi wa Tanzania lina utaarifu umma wa Tanzania kuwa kumejitokeza baadhi ya watu wanaotumia mitandao ya kijamii kuweka maudhui yanayochochea kuliingiza jeshi katika mambo ya siasa. Aidha, baadhi ya hoja hizo zinatolewa na watu waliopo katika mazingira ya kijeshi kujinasibisha na jeshi, walioachishwa na jeshi kwa tabia na mwenendo mbaya, pamoja na kujihusisha na siasa na wanaharakati. Na wameweka wazi kuwa hawajamkana kama mmoja wao. Katika hii video, hebu tujadili kwa undani masuala mazito ambayo Captain Tesha ameyazungumzia na tuone kama Rais Samia Suluhu anachukulia mambo haya kwa mzaha. Kwa sababu ukweli ni kwamba kuna kitu kikubwa kinaweza kuwa kinaandaliwa kuelekea uchaguzi wa tarehe 29 Agosti. Kwanza nashauri kitu cha kwanza, jeshi lichukue nchi na kufanya mambo yafuatayo. Jeshi lichukue nchi na kufanya mambo yafuatayo. Tuzuie uchaguzi. Fandesidi tunakushauri zuia uchaguzi. Huu uchaguzi una mtego mkubwa sana. Umekiuka sheria, katiba ya nchi. Na sisi pekee upande wetu ndio tunaweza kuzuia. Neki hawawezi kwa sababu nao wanatufaika katika hili. Kwa mkuu wangu nakushauri usiingie kwenye mtego wa kuruhusu huu uchaguzi kufanyika. Kabla hatujaendelea, kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, bonyeza kitufe cha kusubscribe na ujiunge nasi kwa mjadala huu. Katika siasa hakuna kitu kinachotokea kwa bahati mbaya, na hili linaweza kuwa onyo kubwa kwa Rais Samia Suluhu. Captain Tesha anadai kwa serikali ya Tanzania inatumia baadhi ya wanajeshi kuendesha siasa. Na hili limeonekana wazi kutokana na jinsi jeshi lilivyojibu kwenye klipu tulionyesha hapo awali. Sikubali jeshi kuhusishwa na mambo ya siasa kwa sababu ni hatari. Ni hatari kwa taifa. Tuambiane ukweli. Yaani ukweli utatusaidia sana. Na haya mambo hata alishasema baba wa taifa Mzee Warioba alishakataza sana. Tusirihusishe jeshi kwenye mambo ya siasa. Tutaharibu nchi. Tutaleta mgawanyo mkubwa sana. Kama Mama Samia hata kwa makini, kuna kitu kinachemka chini kwa chini, na ni hali inaweza kuwa mbaya zaidi. Na wanaweza kumpinga au kumuondoa kiongozi aliyechaguliwa kama hawakubaliani naye. Mfano wananchi labda wamemchagua kiongozi fulani ambao wao wamempenda, wameona kabisa huyu kiongozi ataenda kutusaidia kutukomboa katika nchi yetu au katika jamii yetu. Sasa kama huyo kiongozi ataenda tofauti na matakwa ya hao deep state, watafanya kila hila aidha kumuondoa kwenye madaraka yake au kumdhuru afya yake, ikiwezekana kabisa kumuua. Kwa mujibu wa Tesha, uchaguzi ujao unapaswa kusitishwa. Kwanza nashauri kitu cha kwanza, jeshi lichukue nchi na kufanya mambo yafuatayo. Jeshi lichukue nchi na kufanya mambo yafuatayo. Tuzuie uchaguzi. Fandesidi tunakushauri zuia uchaguzi. Huu uchaguzi una mtego mkubwa sana. Umekiuka sheria, katiba ya nchi. Na sisi pekee upande wetu ndio tunaweza kuzuia. Neki hawawezi kwa sababu nao wanatufaika katika hili. Kwa mkuu wangu nakushauri usiingie kwenye mtego wa kuruhusu huu uchaguzi kufanyika. Na kuangalia maoni mtandaoni, vijana wengi wanaonekana kuunga mkono. Captain Tesha bado ni kijana na mwenye nguvu, na tusishangae tukiona Tanzania ikigeuka kuwa Burkina Faso. Tokana na uelewa wangu, Captain Tesha hayuko peke yake. Pia ameuliza maswali mazito kuhusu demokrasia ya Tanzania, haswa kukamatwa kwa viongozi wa upinzani kama vile Tundu Lissu na kuwazuia kushiriki katika uchaguzi mkuu wa kitaifa. Tunaendaje kwenye uchaguzi ukiwa kwenye kiongozi wa chama cha upinzani amewekwa ndani tena kwa hila? Sasa kama tumekubali demokrasia, kwa nini tusikubali kuishi nayo? Na uzuri wake ni ipo kwenye katiba. Demokrasia imeruhusiwa, mfumo wa vyama vingi imeruhusiwa kwenye katiba. Kwa nini tunakataa au hatutaki au tunatengeneza mazingira kutokubaliana nayo, kwenda nayo? Mtoeni huyo mtu.
hao wenye chama chao wanataka wamtoke huyo mtu atolewe au haki itendeke. Tusifanye mambo kioleo. Tunalipoteza hili taifa. Tukiendelea kukaa kimya hili taifa litapotea. Na mimi sipo tayari kwa hilo. Sipo tayari kabisa. Sasa tunaendaje kwenye uchaguzi tukiwa na malalamiko ya tume huru ya uchaguzi? Na hiki ndio kiburi ambacho CCM wanapata. Kwa maoni yangu, Mama Samia anapaswa kuchukua hatua haraka kuhakikisha nchi inatulia na kuruhusu viongozi wa upinzani washirikishwe ama washiriki kikamilifu kwenye uchaguzi. Asipofanya hivyo, mambo yanaweza kuwa machafuko na kudhibiti hiyo hali inaweza mshinda. Hayo ndiyo maoni yangu rafiki zangu. Je, wewe waonaje? Tuandikie mawazo yako kwenye sehemu ya maoni, na kama kawaida, amani na upendo. And with that, guys, thank you for choosing Kenya Political Brief as your primary news platform, more so on politics. Kindly please share this video to a friend. If politics is your passion, this is the place you really wish to be. Kindly subscribe. Bye bye.